Mwaka jana mwezi Septemba tuliendesha zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, zoezi ambalo lilienda mpaka Oktoba, lakini tunayo uhakika kwamba kuna watu wana sababu moja au nyingine wakati tunafanya zoezi hilo, pengine umri ulikuwa hujatimia au wengine walikuwa wana sababu nyingine ambazo ziliwafanya washindwe kuja kujiandikisha. Kwa hiyo serikali imetoa fursa ya awamu ya pili kama utaratibu unavyojieleza kwamba tunaanza tena zoezi kwa mkoa wetu wa Singida. Zoezi litaanza tarehe 16 mwezi huu wa 5 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5, kwamba tunategemea kuandikisha angalau watu 52,000. Kwa hiyo wajitokeze wale ambao hawajajiandikisha, na kati yake wamo ambao wengine wanapenda kuisha taarifa zao, kufanya marekebisho ya taarifa zao. Kwa hiyo ni zoezi ambalo ni la muhimu sana, na tukitambua kwamba haki ya kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza vigezo. Labda asante kufunuziwa. Pengine sasa vituo vitakuwaje kwa mtu ambaye anasikiza sasa hivi anataka kwenda kujiandikisha na kwenda wapi kwa eneo lake hapo hivi? Vituo vitakuwa kama tulivyovifanya vile vya awali katika maeneo ambayo wananchi wanaishi, katika maeneo yao wataona matangazo. Kwa hiyo tutakuwa na vituo ambao maeneo ya karibu na hasa maeneo ambayo yamelengwa kuandikisha watu hawa. Kwa hiyo waweze kufika kwenye serikali zao za mitaa, serikali za vijiji, watapata zile taarifa sahihi. Mwingine ananiuliza swali kwamba je, utaratibu huu unakuwa una gharama yoyote? Kwa kweli utaratibu huu gharama ni yeye mwenyewe kufika katika kituo, na nisisitize ofisi zetu za vijiji, ofisi za mitaa, katika mtu anapoishi au ofisi za kata, ndio maeneo ambayo tunatolea huduma katika kipindi hichi. Kwa hiyo hakikisha wanafika, hakuna gharama yoyote ya mtu kwenda kujiandikisha. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Nani na uko wapi? Mimi ni Ramadhani Joka. Mimi namuuliza mkuu wa mkoa, kadi hizi ambazo kwa tunazo za kupiga kura sio zinatosha au unaweza kwenda kujiandikisha tena? Nakushukuru sana mzee wangu huko uliko. Wewe umeshajiandikisha na ndio maana tayari una kadi. Kama unayo kadi yako kuna sababu tena wewe unasubiri tu kupiga kura, lakini sisi tumelenga wapiga kura ambao wapya kabisa ambao hawajajiandikisha na hawana kadi zaidi ya 52,497. Pia kuna ambao tunakadiria 24,531. Hawa wanaenda kuuisha taarifa, labda amehama eneo la makazi, ametoka eneo moja kwenda kwa eneo lingine, au taarifa zake zimeongezeka, kuna nyongeza. Kwa hiyo anaenda kuuisha tu. Lakini wewe na kadi yako mzee wangu umesha graduate. Haya, mwingine kwenye line ya simu hapa. Halo, nani na uko wapi? Karibu. Mimi ni Andrea Tumbe, napatikana Tundiko kwa wajaji na niko Watoni. Kwanza nampongeza mkuu wa mkoa kwa kutoa maelekezo mazuri. Anaendelea kuhimiza umuhimu wa kujiandikisha kwa wale ambao hawajajiandikisha, na kutoa maelekezo na pia kukubali kuulizwa maswali, maana mengine huwa yanatusumbua sana. Kwamba inafika mahali, kwa sababu amesema kwamba ukijiandikisha kwenye kile kituo ndipo unaenda kupigia kura kwenye kile kituo, si ndio? Sasa ilifika mahali majina ambayo tulijiandikisha kwenye kile kituo tukakuta yamehamishwa kwenda kituo kingine tofauti, ingawa ni ndani ya kata hii, lakini sasa hiyo sababu huwa ni nini? Nimejiandikisha kwenye kituo ambacho kiko karibu na mimi, lakini baada ya kupiga kura sikili nakuta kwamba jina langu likaambiwa halipo, ikaonekana liko kwenye kituo tofauti. Wanahamisha ni akina nani? Na ni kwa nini wahamishe? Wakati wanasema kwamba wanaenda kupiga kura walipojiandikisha kwenye kile kituo, na hawajui kwamba wanatupa usumbufu. Tutapokea simu tatu alafu tutakuja kujibu kwa pamoja. Nani mwenzangu na uko wapi? Karibu. Kwa majina naitwa Ramambogo, niko pande za Mwandigembe, Singida. Kwa kwanza nimpongeze mkuu wa mkoa wa Singida, anafanya jambo zuri sana. Mimi nina miaka 17, sijafikisha miaka 18. Inahitaji kwenda kujiandikisha. Lakini siku ya kupiga kura, ikiwa labda mgonjwa niko labda hospitalini, labda mkoani, hiyo siku nitafanyaje? Na mimi nahitaji labda nimpigie Mama Samia. Asante sana. Salama, karibu. Nani mwenzangu na uko wapi? Naitwa Mwiko, natokea Mtamaa. Sana uliza mbona vituo vimepunguzwa kutoka 5 vimekuwa 2? Kwa mfano hapa Mtamaa kuna Mtamaa shule ya msingi na Mpisi. Sasa eneo ni kubwa la kata ya Mtamaa, hapa inakuwaje? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu. Swali la kwanza ni kuhusiana ile la mchezaji wa mwisho kwamba katika kata ya Mtamaa. Nikushukuru sana. Kama nilivyoeleza pale awali, tunaenda kwa lengo la kuandikisha watu wachache ambao walikuwa hawajajiandikisha au hawajapata fursa ya kujiandikisha, na tunauhisha pia taarifa za watu wachache ambazo haziwezi kulingana na zile zoezi kubwa ambalo tumelifanya mwezi Septemba. Sasa hivi nchi yetu inaenda kisayansi.
Tumefanya sensa, takwimu tunazo, tunazitumia, na tunapopanga vituo tayari inatuonyesha katika wakazi wa eneo fulani wengi hawajajiandikisha, wengi wamejiandikisha. Kwa hiyo concentration inaenda pale ambapo wengi hawajajiandikisha, ndio tumepeleka vituo, na ndio maana tumevistation kwenye eneo lao la mtaa, eneo la kijiji ambao haliwezi kuwa mbali katika serikali zao za vijiji. Kwa hiyo wajue kabisa tunapoenda huko tayari imeshafanyika study ndogo na kujua wapi tunamlenga nani ili akajiandikishe. Ndugu yangu aliyouliza miaka 17 kisheria bado asubiri mwaka mmoja, akifikisha 18 basi naye atapata haki yake ya msingi ya kupiga kura. Lakini ile swala la kusema kwa nini tunahamisha vituo, mimi kama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya hawezi kuhamisha kituo. Pale tunapoweka vituo na mahoteli, wananchi wenyewe wa eneo husika, wakati wa utendaji kazi halisi inaonekana kwamba kituo kilipo na sehemu alipo inaonekana kwamba kuna umbali au kuna pingamizi lolote au kuna ukinzani, wanakaa pale wanakubaliana, ndio kituo kinahamishwa, kinatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo ni wao wenyewe wanakuwa wamekubaliana katika mamlaka walioko, kama ni kijiji, kama ni mtaa, kama ni kitongoji, huwa tunafanya hivyo. Karibu, nani na uko wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Hapa mimi napatikana Ndao Singida, iko hapa Mirungu Songa Mbele. Swali langu napenda kuuliza mkuu wa mkoa, sisi tulijiandikisha tarehe ngapi kupata NIDA? Sasa sijui pale NIDA inaweza ikatimika na yenyewe katika kupiga kura au yenyewe hairuhusiwi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili swala la NIDA yenyewe limekaje kwa ufafanuzi? Nianze kwanza na yule mwananchi ambaye alinifurahisha sana, alihamasika, anasema kwa mfano nimeumwa niko hospitali. Inakuaje na mimi nataka kupiga kura. Tena ameongea moja kwa moja anataka kumpigia kura Mama Samia. Mimi niseme nimemsikia. Zipo changamoto kama hizo ambazo zinajitokeza. Hata kuna wenzetu wengine wako magerezani, wengine wako wapi. Mimi naomba nilichukue, nitakaa na kamati yangu ambayo inaratibu shughuli zote hizi. Kuona kwamba kama je tumeweza kufikiria hilo. Kama hatujalifikiria tunao wakati mzuri wa kutosha na kuweza kuratibu, lakini sitamani waumwe wana Singida. Natamani wote wao wazima siku hiyo tuende tukapige kura. Kuna ujumbe pia kutoka kwa wasikilizaji. Naitwa Tobias Mwanakatwe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umesema katika zoezi hili la pili tunatarajia kuandikisha watu 52,000. Je, idadi hii itakuwa imeongezeka ukilinganisha na watu walioandikishwa uchaguzi mkuu ambao umefanyika 2020? Tunapoenda kuandikisha na maana yake tunaboresha, kwa maana kwanza tuna wale ambao wamegraduate kwa maana ya umri sasa wamefikia miaka 18 na kuendelea, ambapo 2020 walikuwa hawajatimiza umri huo. Lakini katika maeneo yetu tuna wahamiaji wanakuja kuwa wakazi wa kawaida. Mfano nijichukulie mimi mwenyewe, wakati tunaandikishwa nilikuwa Dar es Salaam, lakini sasa niko wapi? Singida. Kwa hiyo nimejiandikisha tena wapi? Singida. Kwa hiyo tunakava mambo kama hayo. Kwa hiyo lazima kutakuwa na ongezeko, kwa sababu watu wanaongezeka kwa maana ya umri, lakini watu wanaongezeka kwa maana kwamba wengine wamehamia, lakini watu wanaongezeka wengine kwa maana ya kuhamasika. Wakati ule labda hajajiandikisha, mwaka huu amehamasika na kuja kujiandikisha tena. Kwa hiyo mahoteo, ndio maana mara nyingi tunaweka mahoteo, lakini wakati mwingine mahoteo yanaongezeka. Kwenda kujiandikisha ni muhimu kwa sababu ndio passport yako ya wewe kupiga kura. Yaani kama unasema kwamba unataka usafiri lazima uwe na pasi ya kusafiria. Kwa hiyo tunataka kwenda kuchague kiongozi. Kile ndio kibali chako cha wewe kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Kwa hiyo usipokuwa nacho, muda ukafika ukatamani kwenda kumchagua, halafu huna hicho kitambulisho cha kupiga kura, na maana umepoteza haki yako ya msingi ya kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwakumbushe, na nafurahi sana kuwasikia viongozi wengi wa maeneo wengi tayari wameanza kuhamasika na kuhamasisha watu wao. Wote tuhamasishane, twende tukachague viongozi wetu. Na unajua kuna raha yake kwamba nilienda nikapiga kura, nimempata kiongozi ninayemtaka na mimi nimeshiriki, ni sehemu ya. Lakini pia nilienda nikapiga kura, sikumchagua kwa sababu ya mapungufu yake. Kwa hiyo yale matokeo mtu anaona 90% wameniunga mkono, 10 labda bado sijawafikia katika. Kwa hiyo mimi naomba watu wote wajiandikishe, wajitoe, twende tukachague viongozi wetu. Kubwa mimi napenda tu tuendelee kuchapa kazi, amani yetu iendelee kudumu. Lakini kama mnavyonipongeza mimi, na mimi nawapongeza sana wananchi wote kutoka makundi mbalimbali ya mkoa wa Singida. Hakika kwa kweli Mei Mosi waliitendea haki. Wote tulishiriki, kila mtu katika kitengo ambacho yupo. Niliona watu wanashiriki kikamilifu. Kutoka chini mama lishe wametulisha sana katika kipindi hichi, mpaka wale walioko juu kwenye mahoteli wamelaza wageni wetu bila malalamiko yoyote. Kwa kweli na mimi nawapongeza viongozi wenzangu wa chama na serikali.